Mpendwa mtazamaji wa televisheni ya Burundi, hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza tulionayo wakati huu. Jumanne hii Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameendesha mkutano na waliowakilisha Wizara ya Miundombinu. Mkutano huu ulifanyika huko Kibimba katika mkoa wa Gitega. Na ofisi ya Waziri Mkuu imeanza tangu Jumatatu hii katika maeneo yote ya nchi ya Burundi kampeni ya kufuatilia utekelezaji wa mpango wa serikali ya Burundi unaolenga kutumia miti ya zamani ya serikali kwa kuibadilisha kuwa madawati ya wanafunzi. Karibu tena. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameitaka wizara inayohusika na miundombinu kufanya kazi katika mwanga na kujihusisha na shughuli zinazoonesha picha nzuri na kutathmini miradi inayotoa mavuno. Ameyasema hayo Jumanne hii katika mkutano na waliowakilisha wizara hiyo uliofanyika huko Kibimba katika mkoa wa Gitega. Mengi zaidi na mwenzetu Karim Heshimana. Wakati wa mkutano huu ambao Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliufanya kwa ajili ya wawakilishi wa wizara yenye dhamana ya miundombinu ya umma, kwanza aliwafahamisha kwamba mkutano huo ni sehemu ya kampeni aliyoianzisha kwa lengo la kuhuisha wizara zenye uwezo wa kuchangia katika uchumi wa taifa, lakini ambazo matokeo yake yanaonyesha kuwa uwezo huo bado hautumiki ipasavyo. Kisha alitumia fursa hiyo kuwakumbusha kwa msisitizo ibara ya pili ya katiba ya Burundi inayosema kwamba eneo la Burundi haliwezi kukabidhiwa, kuuzwa wala kugawanywa, na kwamba miongoni mwa mambo mengine ni marufuku kuliuza kwa wageni. Kwa hivyo aliwataka daima kuandaa mikutano na wananchi ili kuwafahamisha kuhusu miradi ambayo huduma mbalimbali za wizara hizo zinakusudia kutekeleza, huku wakihakikisha kwamba wanafanya kazi kwa uwazi na uwajibikaji. Inafaa kusisitiza kwamba mkutano huo pia ulikuwa fursa ya kuchunguza kwa pamoja mapungufu mbalimbali yaliyoonekana ndani ya wizara hiyo ili kuyarekebisha, lakini pia kujadili hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha maendeleo yake. Hii ni kwa sababu kwa mujibu wa Rais wa Burundi, wizara hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha na kuimarisha taswira ya nchi ambayo huonekana hasa kupitia miundombinu ya umma. Katika bunge la taifa kumetangazwa kwamba uzalishaji wa mazao ya biashara ya nje hususan kahawa na chai umeongezeka kwa 13.4 na kufikia zaidi ya tani 154 mwezi Machi mwaka huu ukilinganisha na tani 136.5 zilizowasilishwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Takwimu hizo ziliwasilishwa na Redempteur Gahitira, mwenyekiti wa kamati ya kudumu inayoshughulikia masuala ya uchumi katika bunge la taifa la Burundi, wakati akiwasilisha ripoti kuhusu taarifa zilizotolewa na Benki Kuu ya Taifa kuhusu mwenendo wa sekta mbalimbali za uchumi hadi kufikia mwisho wa mwezi Machi mwaka huu kwa kulinganisha na kipindi kama hicho cha mwaka jana. George Sengiumva anaripoti. Ripoti ya Benki Kuu ya Burundi iliwasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu inayohusika na masuala ya uchumi Redempteur Gahitira. Uwasilishaji huo ulilenga kutathmini mwenendo wa sekta mbalimbali za uchumi wa nchi kwa kulinganisha hali iliyokuwepo mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2026 na hali ilivyokuwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Katika ripoti hiyo, swala la uzalishaji wa kilimo lilizingatiwa pia. Ilibainishwa kuwa uzalishaji wa mazao ya biashara hususan kahawa na chai uliongezeka kwa 13.4 kutoka tani 136.5 hadi tani 154.8 mwaka huu. Miongoni mwa mazao hayo, zao la kahawa ndilo lilionyesha ongezeko kubwa zaidi la uzalishaji.
Kiasi cha kahawa kilichozalishwa kilifikia tani 488 katika kipindi cha kuanzia mwezi Machi 2025 hadi mwezi Machi 2026, ikilinganishwa na kiwango cha chini kilichopatikana katika msimu wa kilimo uliopita. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, zao la kahawa lilikabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo uhaba wa wafanyakazi wa kuvuna kahawa pamoja na upungufu wa mbolea. Pamoja na vikwazo hivyo, kwa ujumla shughuli za uvunaji ziliendelea vizuri. Ikumbukwe kuwa katika kikao hicho, Bunge la Taifa lilipata pia fursa ya kujadili na kupitisha ratiba ya shughuli zilizopangwa kufanyika katika mkutano wa kawaida wa bunge utakaofanyika kuanzia tarehe 17 hadi 31 Agosti mwaka 2026. Ofisi ya Waziri Mkuu imeanza tangu Jumatatu hii katika maeneo yote ya nchi ya Burundi kampeni ya kufuatilia utekelezaji wa mpango wa serikali ya Burundi unaolenga kutumia miti ya zamani ya serikali kwa kuibadilisha kuwa madawati ya wanafunzi katika wilaya za Muramvya na Kiganda katika mkoa wa Gitega. Viongozi wanaosimamia elimu katika wilaya hizo wameeleza kuwa utengenezaji wa madawati unaendelea kwa kiasi inayoridhisha. Joseph Sengiumva kwa mara nyingine tena. Miti ya zamani ya serikali imetumika ili kusaidia sekta ya elimu na kuwezesha utengenezaji wa madawati katika mpango wa kuhakikisha kuwa hakuna mwanafunzi anayekaa vibaya shuleni wakati wa kuelekea kuanza kwa mwaka mpya wa masomo. Shughuli ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mpango huo inayoongozwa na ofisi ya Waziri Mkuu imeanzia katika wilaya ya Muramvya. Katibu mtendaji wa wilaya hiyo Joseline Nsengiyumva amesema kuwa wananchi wamepokea vizuri mpango huo na kwamba tayari shughuli za utekelezaji zimeanza. Ameeleza kuwa fedha zilitolewa kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza ilikuwa karibu pesa milioni 3. Kati ya fedha hizo, 40% zilitengwa kwa ajili ya kutengeneza madawati, huku 60% zikitumika katika kuchakata miti hiyo na kuigeuza kuwa mbao. Kwa ujumla, madawati 3245 yanatarajiwa kutengenezwa katika wilaya nzima ya Muramvya. Utengenezaji wake utahitaji kiasi cha zaidi ya pesa milioni 160. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya elimu katika wilaya ya Muramvya, Remi Habonimana, anasema kuwa tayari madawati 772 yametengenezwa, ambapo 300 kati yake yamekwisha pelekwa katika shule mbalimbali. Ameeleza kuwa usambazaji huo unafanyika kwa kuzipa kipaumbele shule ambazo zina upungufu mkubwa zaidi wa madawati. Katika wilaya ya Kiganda, mpango huo pia umepokelewa kwa mtazamo chanya. Jean-Claude Bigirimana, mkuu wa idara ya elimu katika wilaya hiyo, amesema kuwa wao pia walipokea fedha kupitia mpango huo kiasi cha zaidi ya pesa milioni 2. Anasema kuwa madawati takriban 2200 yanatarajiwa kutengenezwa. Hata hivyo, utekelezaji wake bado haujafikia kiwango kilichopangwa, hasa kutokana na kazi ya kuchakata miti iliyotokana na eneo lenye ukubwa wa hekta 2. Tarehe 15 ya mwezi huu iliwekwa kuwa mwisho wa kuhakikisha kuwa madawati yote yamefikishwa katika shule. Hata hivyo, viongozi wanaohusika wameeleza kuwa muda huo haukuweza kuheshimiwa, hasa kutokana na changamoto ya upatikanaji wa mafuta ya petroli, hali ambayo mara kwa mara ilisababisha kusimama kwa shughuli za utekelezaji. Waziri wa Burundi anayehusika na mambo ya kigeni anasema kuwa kuhusu kuingia kwa Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi imeshiriki katika mikutano mbalimbali. Miongoni mwa hiyo ni mkutano wa 8 wa kipekee wa Baraza la Mawaziri katika sekta mbalimbali, hasa sekta ya afya, ambapo walijadili swala la ugonjwa wa Ebola. Ameyasema hayo Jumatatu hii wakati wa kuwasilisha ripoti ya shughuli zilizotekelezwa na wizara hiyo katika kipindi cha mwezi Aprili hadi Julai mwaka huu. Yahya Hamid. Kuhusu nchi ya Burundi kujiunga na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kulichangia shughuli mbalimbali katika jumuiya hiyo.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Edouard Bizimana alifahamisha kwamba Burundi ilitikia mikutano mbalimbali pakiwemo mkutano wa 14 unaoambatana na sekta mbalimbali ya mazingira uliofanyika mjini Arusha nchini Tanzania. Mkutano wa 21 wa bajeti ya serikali ulioandaliwa na waziri wa fedha. Mkutano wa 8 wa dharura wa mawaziri uliohusika na maradhi ya Ebola. Waziri Edouard Bizimana alifahamisha kwamba nchi ya Burundi iliitikia mafunzo ya kijeshi kwa lengo la kupambana kwa pamoja adui yaliyoitwa ushirikiano imara. Waziri Bizimana alifahamisha pia Burundi itafuatilia kwa karibu raia wa Burundi wanaoishi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa wale hawana vitambulisho ama pasipoti. Waziri wa masuala ya kigeni Edouard Bizimana aliwahimiza wafanyakazi katika wizara anayoongoza kuhifadhi nyenzo za kazi na maeneo ya kazi. Na kwa sasa Yahya Hamim atufahamishe kuhusu mashindano ya mbio za baiskeli yanayofanyika hapa nchini Burundi, ambapo Jumatatu hii yameendelea katika siku yake ya pili. Siku ya pili ya mashindano ya kimataifa ya mbio za baiskeli kwa akina mama walioitikia mashindano hayo walianzia katika eneo la Nyagasasa katika mtaa wa Mugamba, tarafani Matana, mkoani Burunga, na kujielekeza katika mji mkuu wa siasa Gitega kwenye umbali wa kilomita 69. Nafasi ya kwanza ilichukuliwa na aliyepata Jumapili ya wiki iliyomalizika medali ya dhahabu. Nafasi ya pili ilinyakuliwa na watu wawili, raia kutoka Rwanda na ungine kutoka Ethiopia. Wote hao wakiwa katika klabu ya Kenya. Ama raia kutoka Kazakhstan aliyeshika nafasi ya kwanza amefahamisha kwamba anafurahi kuona ameshika nafasi ya kwanza kwa mara nyingine licha ya barabara aliyepita kutokuwa rahisi. Sengiyumva Odete, Mrundi, alishika nafasi nzuri kuliko wengine. Amefahamisha kwamba wanashindwa kufanya vizuri kutokana hawana baiskeli za kisasa ukilinganisha na nchi zingine. Wakati serikali itawapatishia baiskeli nzuri, hakuna shaka watapiga hatua, aliendelea kusema. Ni masikitiko kuona wageni wamekuja nchini Burundi wakiwa wamejiandaa na vifaa vya kisasa na kupelekea kushika pointi nzuri, na hii itawasaidia kufika mbali, hasa michezo ya kiolimpiki ama kombe la dunia. Kutokana na hali hiyo, ameomba serikali ya Burundi kuwapima kuwapatishia baiskeli hizo za kisasa. Mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa mbio za baiskeli Bernard Nagumuka amepongeza waliochangia wote ili. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari. Kwaheri.